Jibril ndo malaika bora kuliko malaika wote, na ndo malaika alokuwa mkubwa kuliko malaika wote. Lahu 600 janah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema malaika Jibril ana mabawa 600. Aliwahi kutumia bawa lake moja kuangamiza kaumu Lut. Bawa lake moja tu akaibeba ardhi na waliomo ndani yake, akaipeleka mpaka mbinguni kule juu, kisha akaigeuza juu yake ikawa chini yake. Watu wakazikwa mzima mzima. Mwenyezi Mungu anasema falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijil mandhudin musawwamatan 'inda rabbik wama hiya min adh-dhalimin biba'id. Ilipofika siku ya siku, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwamrisha malaika Jibril akaibeba ile ardhi na watu wakiwa ndani yake. Maana yake ardhi ilichimbwa na watu wakabebwa, wanapelekwa mbinguni kule juu, huku wanapigwa na mawe kutoka motoni, mawe ya moto wa Jahannam. Mandhudin, wewe fikiri ndugu yangu, mawe ya moto wa Jahannam. Imam Ibn Kathir anasema yale mawe yanawaingia kwenye utosi wao, yanatokea kwenye sehemu zao za siri ya nyuma, wanapiga makelele mpaka mufassirini wanasema sama'atil malaikatu samau sab'u siyahuhum, malaika wa mbingu wa 7 walisikia makelele yao na hawafi tena. Kila jiwe ilikuwa imeandikwa jina ya fulani, musawwamatan, kama alivyotafsiri Imamu Swabuni katika Safa Tafasir, anasema kila jiwe ina jina ya fulani. Wanazuoni wengine wakasema kila jiwe ina alama ya fulani. Ilipofika kule juu, ikageuzwa juu yake ikawa chini yake. Na hii ndio tafsiri ya wanazuoni wengi, pamoja na kwamba kuna tafsiri nyingi hapa. Basi toka kule juu mpaka katika ardhi ambayo ilikuwa ishachimbwa tayari, watu wakazikwa mzima mzima. Na mwisho wa aya Mwenyezi Mungu akasema wama hiya min adh-dhalimin biba'id, na adhabu kama hii haiko mbali kwa atakayeleta mfano kama huu.